Tunaanza kwa taarifa kamili ya habari ikisomwa kwako na Zawadi Bashemela. Na kwanza ni habari za kitaifa. Serikali imesema imeweka msimamo kuwa mikopo ya 10% katika kundi la vijana itatolewa kwa watu wenye umri wa mwisho wa miaka 45 pekee. Hata hivyo, umri huo ni nyongeza ya miaka 10 kutoka kikomo cha awali cha miaka 35, lakini kundi la wanawake halikuwa na ukomo. Kauli ya serikali imetolewa bungeni leo na naibu waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI Dr. Festo Dugange wakati akijibu swali la mbunge wa Igalula Venant Protas aliyehoji kama serikali haioni haja ya kuongeza umri kwa vijana wa kiume wanaopata mikopo ya halmashauri hadi kufikia miaka 50. Mbunge mwingine aliyeuliza kuhusu ongezeko la wanufaika kufikia umri zaidi ya miaka 50 alikuwa ni Stella Manyanya aliyesema kundi la wanaume limekuwa halinufaiki kama ilivyo kwa makundi mengine. Naibu waziri Ndugange amesema mikopo ya 10% inatolewa kwa mujibu wa sheria ya fedha za serikali za mitaa sura ya 290 kifungu cha 37A cha mwaka 2018 pamoja na kanuni za usimamizi na utoaji wa mikopo kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu za mwaka 2024. Jeshi la polisi mkoani Geita limesema litaendelea kuwakamata na kuwarudisha makwao watoto ambao wanaonekana kuwepo mitaani na wakizurura mjini. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Geita, kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi Safia Jongo ameeleza hayo wakati akieleza mikakati ya kudhibiti wimbi la watoto wa mitaani ambao baadhi yao hujihusisha na matukio ya uhalifu. Kamanda Jongo amesema wapo watoto wanaotoka nje ya mkoa wa Geita wakiamini kuwa mkoa huo una fursa ambazo zitawawezesha kuishi. Tuna utaratibu ambao tumeufanya kwa kuhusisha na jamii ambapo watoto hawa tumeendelea kuwakamata. Kidogo kidogo tu unajifanya kama vile unataka kuongea naye, kama unamsaidia. Ukimaliza hapo tumemshika, tunakaa tunaongea naye, anatueleza hadi kwake. Mpaka tarehe 18 mwezi wa 3 tulikuwa tumekamata jumla kuwarudisha makwao jumla watoto 19. Na operesheni hii inaendelea. Wazazi tumekuwa walaini mno, kwa hiyo mtoto anafanya maamuzi yale yaona sawa, na watoto wengi wanatoroka majumbani kwao. Wanaanza kuacha shule, alafu anakuwa mtoto wa mtaani, wanaambiwa kuna maisha mazuri Geita, wanaingia kwenye mabasi. Kwa upande wake mwenyekiti wa mtaa wa mkoani kata ya Kalangalala Salvatore Daniel amesema kuna haja ya serikali kutenga eneo maalum la kuhifadhi watoto hao wakati jitihada za kuwatafuta wazazi wao zinapokuwa zikifanyika. Maana unakuta unaweza kukaa na watoto 4 5 hawajapata wazazi wao. Ukienda usitawi wa jamii wanasema kaa nao tutafute utaratibu. Wewe unaendelea kuwa na familia ambayo sio yako, wakati we mwenyewe mwenyekiti hamuna posho yote unayolipa wala huna mshahara. Kwa hiyo unachukua hela yako unaanza kuhemelea familia ambayo sio yako. Hivyo nilikuwa naishauri serikali itafuti jengo la kupokea watoto ambao wanakuwa hawajapata wazazi wao. Hiyo ni changamoto wenye vitu wa mitaa tunayokutana nayo. Tuna familia nyingi nyumbani ambazo sio za kwetu. Wakazi wawili wa kijiji cha Mbindi kata ya Nyabusonzi wilaya ya Biharamulo mkoani Kagera wamefikishwa katika mahakama ya wilaya ya Biharamulo kwa tuhuma ya mauaji ya mkazi wa kijiji hicho. Mbele ya hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama ya wilaya ya Biharamulo Bi Flora Ndale, mwendesha mashtaka wakili wa serikali Bi Edith Tuka amewataja watuhumiwa hao kuwa ni Tumaini Rutalemwa mwenye umri wa miaka 34 na Jenesia Makubilo mwenye miaka 49, wote wakazi wa kijiji cha Mbindi Nyabusozi. Wakili wa serikali ameiambia mahakama kuwa watuhumiwa hao kwa pamoja mnamo Machi 26 mwaka huu katika kijiji cha Mbindi walimuua marehemu Elizabeth Wilson kwa kumshambulia na vitu vyenye ncha kali na kusababisha kifo chake. Kwa kuwa mahakama ya wilaya haina mamlaka ya kusikiliza kesi ya mauaji, watuhumiwa kwa pamoja hawakutakiwa kujibu lolote na wamepelekwa rumande hadi kesi yao itakapotajwa tena mahakamani hapo Aprili 24 mwaka huu. Na sasa ni habari za kimataifa.
Mahakama ya juu ya Kampala nchini Uganda imemnyima dhamana kiongozi wa upinzani Kizza Besigye na mwenzake Haji Lutale, wakitaja kuwa kesi inayowakabili ni nzito na kutokana na ushawishi wao huenda wakaingilia kati uchunguzi. Ni siku ya 147 tangu wawili hao kuzuiliwa baada ya kukamatwa mjini Nairobi mwezi Novemba mwaka jana. Kulingana na mahakama hiyo, dhamana iliyowasilishwa na Kizza Besigye na Haji Lutale ni thabiti na kusema kuwa waliafiki viwango hitajika vya kupewa dhamana. Hata hivyo, jaji aliyekuwa akisikiliza kesi hiyo hakuwapa dhamana, akieleza kuwa uchunguzi bado unaendelea. Mgombea wa mara ya 4 ya urais nchini Kenya pamoja na msaidizi wake wanakabiliwa na shtaka la uhaini ambayo adhabu yake ni kifungo cha maisha. Na serikali ya China imetangaza ushuru mpya wa 125% kwa bidhaa za Marekani. Ushuru huu umeongezeka kutoka 84% iliyotangazwa Jumatano na ni sawa na ushuru wa sasa wa Marekani kwa bidhaa za China. Hili limetokana na vita vya kibiashara vinavyoendelea ambapo siku ya Jumatano ikulu ya White ya Marekani ilisema imeongeza ushuru wa bidhaa za China zinazoingizwa nchini humo hadi 145%, ikiwa ni ongezeko la 20% kutoka ongezeko la wiki zilizopita. Wakati huo huo, Beijing imesema haitajibu ushuru wowote zaidi uliowekwa na Marekani. Inasema ushuru wa juu usio wa kawaida uliowekwa na Marekani unakiuka kwa kiasi kikubwa sheria za biashara ya kimataifa na kiuchumi, sheria za msingi za kiuchumi na nionevu wa upande mmoja. Wazua. Msikilizaji, kabla hujachagua kusema, chagua kusikiliza kwanza. Wazua. Na huo ndio mwisho wa Duru Habari jioni ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook Radio Kwizera na YouTube Kwizera TV. Saa 2 usiku utasikiliza taarifa nyingine ya habari. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Zawadi Bashemela. Unaendelea kusikiliza makala ya Duru Zetu Alasiri, habari kuu leo hii. Serikali imeweka msimamo kwamba mikopo ya 10% katika vikundi vya vijana itatolewa kwa watu wenye umri wa mwisho miaka 45 pekee. Jeshi la polisi mkoani Geita limesema litaendelea kuwakamata na kuwarudisha makwao watoto ambao wanaonekana kuwepo mitaani na wakizurura mjini. Na mahakama ya juu ya Kampala nchini Uganda imemnyima dhamana kiongozi wa upinzani Kizza Besigye na mwenzake Haji Lutale. Saa 10 na dakika 11 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki, sawa na saa 9 na dakika 11 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Msikilizaji, haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka Radio Kwizera FM na hii ni makala ya Duru Zetu Alasiri. Unayo nafasi ya kuendelea kututumia maoni yako kupitia namba ya ujumbe mfupi ya 0692573615, nami maoni yako nitayatazama wakati utakapowadia. Na sasa ni wasaa wa uchambuzi yakinifu wa taarifa zetu, ambapo tunaanza kwa taarifa ya kwamba kiongozi wa makundi ya wazalendo katika mkoa wa Kivu Kusini, Kamanda Yakutumba Amri, amekanusha taarifa za yeye kukimbia katika uwanja wa mapambano. Kamanda Yakutumba amesema vikosi vya wazalendo bado vinaendelea kupambana na makundi ya waasi wa M23 huku wakiwa na nia ya kukomboa sehemu zote ambazo zimekaliwa na waasi hao wa M23. Mwanahabari wetu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo
Lokendo Tenchi amezungumza na kiongozi huyo wa kundi la wazalendo Kamanda Yakutumba, ambaye ameanza kwa kuashiria kuwepo kwa kuhakikisha kwamba yupo kwenye uwanja wa mapigano katika eneo hilo. Nimetoka kwenye shamba la mapambano, naenda wapi? Hiyo ndugu yangu mwandishi, ni habari za uongo. Hatujawahi kutoka kwenye shamba la mapambano. Tulionana na waziri, baada ya kuona na waziri wa ulinzi, basi sisi tukarudia kwenye front. Hivi niko nasema na wote kwenye front, na vikosi vyote viko kwenye na front. Hakuna hata askari moja tulitosha kwenye front, wote weko pale na sisi wote tuko pale tunakuwaka. Kitu cha kwanza tunasema waache na habari ya uongo. Wale wanafanya uzushi ni maadui, ndio wanafanya hiyo uzushi. Toka wasipate habari ya maadui, hiyo ni uzushi mtupu. Na sisi tunaendelea tu kwenye mafront, tunaendelea tu kufanya kazi kama vile ilivyo, kadiri vile tunapangilia. Raia ibakie kalme, hatujawahi kutoka kwenye front na hatutatoka kwenye front, na tutaendelea na kazi kadiri vile mipango yetu iko. Sisi tuko nafanya kazi, au sikio kazi tuko nafanya kule Nyangezi, kule Mumosho na wapi na Nyantende. Tunaendelea kufanya kazi. Sisi tusimamisha vita. Sisi hatujawahi kusimamisha vita. Kamanda Yakutumba, raia wengi wanakuwa na mashaka na kile ambacho mnakuwa mkiendesha, wanawalaumu sana, wanakuwa wakiwashutumu kwamba mnashindwa na vita kwa sababu kwenye shamba la mapigano, hasa katika vijiji vya Nyantende, Nyangezi ambavyo vinakaribia mji mkuu wa Bukavu, mnakuwa mkipiga tena mnaondoka. Hili linasababishwa na nini hasa? Ni mipango ya kijeshi, hamwezi jua na wengine hawawezi jua. Mipango ya kijeshi, kila vita inakuwa na jina lake. Kuna vita tunaita gerilla, kuna vita ingine na vita ingine. Sisi tunajua namna ya kufanya vita. Basi ile sababu ya sisi kufanya hivyo, ile ni siri yetu sisi wenyewe. Hatuna neno tunaweza kumanteta. Malengo yenu ni nini hasa na faida gani ambayo mnayo katika vita hiyo ambayo mnakwenda kuiendesha kama vile wazalendo, huku serikali ikiwa imeanzisha mazungumzo na kuweza kukutana na vyama vya kisiasa ili kuunda serikali ya umoja wa kitaifa? Ninyi mnakuwa na faida gani hasa katika vita hiyo? Sisi kama vile wazalendo, sisi ni msimamo wetu ni mmoja tu, ni kuchapa adui na tumpeleke kwao. Basi hatujakuwa watu wa kwenda kwenye meza majadiliano. Kuunda guvernema ya Union Nationale, sisi hatujaona kule. Sisi hatuoni kule. Sisi tuko naangalia yetu ni kupeleka adui, tumuvushe. Basi atoke katika ardhi yetu. Ndio faida gani? Faida ni udongo. Faida yetu sisi kuchukua silaha, faida yetu ni udongo. Tukue wanani? Tutakuwa na sisi maraisi, kuwa mawaziri. Chobe tulishana. Tuchukua silaha sababu tugomboe udongo bwana. Hakuna kitu kingine. Faida yetu ni udongo, ugombolewe. Basi vile wanafanya siasa tuwaacha kule. Shetu udongo wetu. Kamanda Yakutumba, tuje upande huu wa milima mirefu ya tarafa ya Fizi. Inasemekana kwamba adui amekuwa na nguvu kubwa, ya kuweza kuwashinda ninyi, kwa sababu ameanza kushambulia vijiji wakati ninyi mnajidai kuwa ndio ambao mnapambana na kuhakikisha kwamba maadui ameondoka. Hii nguvu inatoka sehemu gani, kamanda? Sisi hatuoni nguvu ya adui, hatujawahi kuona nguvu ya adui kule. Walijaribu kushuka kwenye mji wa Mulima, nadhani uliona gisi tuliwashambulia na tukawarudisha hata fasi zingine zote. Watakapojaribu nadhani watapata cha mtema kuni tu. Tunajua kama vijana wako wanasimama imara kwa ajili ya kazi. Raia bakie kalme, tranquile, isiogope chochote kile. Vikosi vipo na zinaendelea kufanya doria na mipango ingine ipo kwa ajili ya kulinda raia na mali yake. Hakuna kitu kitakuwa kule. Doke tunawaaminifu sana na jeshi letu ambao tuliacha kule na lenyewe tunapangilia kule kwenye milima mirefu. Ujumbe wenu ni gani, Kamanda Yakutumba, kwa raia hasa hawa ambao wanapatikana katika tarafa ya Fizi na mji wa Baraka wakiwa na wasiwasi kubwa wa kuweza kuvamiwa na makundi haya ya waasi wa M23? Ujumbe wetu, raia ibakie makini, ikuwe kalme, isihangaike na chochote kile, basubirie kile ambacho kitaendelea. Tunajua kwamba tunasimama msimamo mkali kwa ajili ya kugomboa nchi yetu. Ni taarifa hiyo ya mwanahabari wetu Lokendo Tenchi, msikilizaji. Wakati hayo yakiendelea, shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa maafisa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wawakilishi wa harakati ya waasi wa M23 wamewasili Doha nchini Katari kwa mazungumzo yenye lengo la kufikia makubaliano ya kusitisha vita na kumaliza mapigano ya miezi kadhaa mashariki mwa DR Congo. Wawakilishi wa pande hizo mbili wamethibitisha kuwasili katika mji mkuu wa Katari na kusema kwamba mkutano huo wa ana kwa ana utafanyika kati ya siku
utafanyika, lakini bado wanajadili mfumo wa namna ya mazungumzo hayo yatakavyofanyika. Mazungumzo haya ni mwendelezo wa juhudi za upatanishi za Qatar zilizozinduliwa mjini Doha tarehe 18 ya mwezi Machi kwa mkutano wa ghafla baina ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame. Nimezungumza na Bwana Rogers Edward Mbonimpa ambaye ni wakili na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii kutoka jijini Dar es Salaam. Nikihitaji kupata mtazamo wake, je, mazungumzo haya huenda yakarejesha amani ambayo inatazamwa kupotea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Asante sana mtangazaji Gervas. Kwanza niseme kwamba binafsi sioni kama kutakuwa na matunda yoyote yatakayozaliwa kutokana na mazungumzo hayo kwa sababu ya mazingira. Kwanza ukitizama wanaonekana kuwa ni wasemaji kwa niaba ya M23 ni huyu mtu anaitwa Bertrand Bisimwa ambaye yeye ni kama makamu wa muungano unaoitwa Congo River Alliance. Sasa mara zote mgogoro umekuwa ni kati ya M23 na serikali, lakini M23 ni kama huwa wanatumia kichaka cha kuwaweka Bertrand Bisimwa wa Congo River Alliance pamoja na Colonel Nanga mbele kwa maslahi wanayowajua wao. Kwa hiyo ukitizama unaona haiakisi picha ama taswira halisi ya hao wanaogombana. Lakini pia jambo lingine ikumbukwe kwamba umoja wa nchi za Jumuiya ya Umoja wa Afrika Mashariki pamoja na SADC kwa pamoja walifanya kikao na kupendekeza pamoja na mambo mengine kuteua watu viongozi waliokuwa viongozi mashuhuri barani Afrika kusuluhisha mgogoro, wakiwemo rais wa Kenya, kuna Dr. Olusegun Obasanjo, rais wa zamani wa Nigeria, yuko rais wa Ethiopia wa zamani, waziri mkuu, lakini pia kuna Bi Catherine Samba Panza alikuwa kiongozi Afrika ya Kati na wengine kuhakikisha kwamba wanatatua mzozo. Lakini pia hapa katikati umeona kwamba Kongo ilisaini mkataba na Marekani wa madini kwa ajili ya kuisaidia. Kwa ukitizama ni kama vile kuna actors niseme wanaoshughulika katika hili ambao ni wengi sana. Kwa hiyo ni kama vile hata serikali ya Kongo yenyewe haiko specific juu ya ni mwelekeo gani wa aina ya mazungumzo unaoweza kuleta majawabu. Kwa hali sasa ilivyo hivi, ni rahisi kwamba tunaweza tukasema kwamba serikali ya Kongo imeshindwa moja kwa moja kudhibiti mapigano haya ambayo yanaendelea. Ni kweli kabisa imeshindwa, kwa sababu kama ingekuwa haijashindwa M23 wasingeweza kuchukua mji wa Goma. Lakini pia niseme kwamba mapigano haya si ya M23 na serikali ya Kongo peke yake, kwa sababu kwa mjibu wa ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa kwa maana UN expert reports inaonyesha kwamba Rwanda ina askari takriban 4,000 ambao wanapigana sambamba ama bega kwa bega wakishirikiana na M23. Kwa hiyo ni kana kwamba kwa wakati mwingine unaweza kusema kwamba M23 ndio wanaonekana kama waasi, lakini kwa mjibu wa ripoti yenyewe hiyo Umoja wa Mataifa, lakini pia hata shutuma kutoka serikali ya Rwanda na jumuiya mbalimbali za kanda inaonyesha wazi kwamba Rwanda nayo kama nchi imo katika mgogoro huu, na hatimaye Kongo kwa ujumla imeonekana kushindwa kwa katika mapigano haya ambayo nayo yanatokana pia na uwepo wa vibaraka wengi kutoka Rwanda ndani ya jeshi lenyewe la Kongo kwa maana ya FARDC. Kwa hiyo ndio maana mapigano haya yanakuwa magumu, ndugu mtangazaji. Umeashiria kwamba huamini kama mazungumzo haya ambayo yanakwenda kufanyika huko Doha nchini Katari kama inaweza kuzaa matunda. Sasa serikali ya Kongo na wakongomani wenyewe wanapaswa kufanya nini ili kumaliza huu mzozo? Kwanza ni Rais Felix Tshisekedi na serikali yake kuweza kutuliza fikra zao na kujua wanataka nini, kwa sababu huwezi kusuluhisha tatizo kwa kuwa na wasuluhishi zaidi ya 100. Haitakusaidia katika hali ya namna hiyo. Kuna initiative ya Afrika kwa maana ya SADC, Jumuiya ya Afrika Mashariki na Afrika. Lakini hivi karibuni ameingia mkataba na Marekani. Unaona tena yuko Doha Qatar. Kwa hiyo ni kana kwamba wao hawajui wanataka nini. Kwa hiyo mambo gani ambayo wanapaswa kufanya serikali ya Kongo? Namba 1, serikali ya Kongo lazima iamini katika solution ya Kiafrika kuleta suluhu au tiba ya matatizo yanayoikabili. Hilo la kwanza. Lakini pili, wananchi wa Kongo wanapaswa kuwa wazalendo kwa nchi yao. Kuna madai kwamba M23 wala hata hawapigani kama inavyodaiwa, lakini wa Kongo ni watu walio kutokana na umaskini mkubwa ambao wanapopewa rushwa basi wanaiuza nchi yao tu kiwenyeji. Kwa hiyo serikali ya Kongo ijikite kushirikiana na nchi za Afrika kuipa majawabu,
elimu ya uraia itolewe kwa wingi, Wakongo waweze kupenda nchi yao, waache rushwa na kuuza nchi yao kwa vipande vya dhahabu. Wakiweza kuyafanya haya, na Kongo yenyewe itaweka msukumo katika kuimarisha jeshi lake, lakini pia kuchambua ni nani mzalendo kwa nchi, nani kibaraka, na kuwatoa ndani ya jeshi la Kongo, basi hapo wataweza kutetea uhuru wao kama taifa. Ni Rogers Edward Bonipa, wakili na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii hapa Tanzania. Viwango vya vifo vya kina mama wajawazito na watoto wachanga barani Afrika vimetajwa kupungua kutoka mwaka 2000, shirika la afya duniani WHO limebaini katika ripoti mpya. Kati ya mwaka 2000 na mwaka 2020, vifo vya kina mama katika ukanda wa Afrika vilipungua kwa asilimia 40 kutoka vifo 727 hadi 442 kwa kila vizazi hai 100,000 kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, kasi ya kupungua kwa vifo hivyo bado haitoshi kufikia lengo la maendeleo endelevu SDGs la kuwa na vifo chini ya 70 kwa kila vizazi hai 100,000 ifikapo mwaka 2030. Kwa mujibu wa takwimu, zaidi ya asilimia 60 ya nchi za Afrika sasa zinaripoti kuwa zaidi ya asilimia 80 ya watoto huzaliwa kwa msaada wa wahudumu wa afya wenye ujuzi, ongezeko kutoka asilimia 28 kwa mwaka 2010. Lakini pamoja na mafanikio haya, bado kuna mapengo makubwa, hasa katika maeneo ya vijijini na yale yaliyoathiriwa na migogoro. Serikali hapa nchini Tanzania mpaka sasa imesema kwamba vifo vimepungua kutokana na upatikanaji wa huduma safi, vifaa tiba na vitendanishi katika zahanati, vituo vya afya pamoja na hospitali. Mkurugenzi mkuu wa Bohari ya Dawa Tanzania MSD, Bwana Mavere Tukai, amesema kuna hatua zimepigwa katika kupunguza vifo vya mama na mtoto wakati wa kujifungua. 16-17 mpaka vifo 104 mwaka 2021 na 22, 2021 mpaka 2022 ule mwaka wa fedha. Hiyo achievement sio ya kawaida. Imagine unapunguza kwa zaidi ya robo. Kwa matokeo yake ni kwamba kama walikuwa wanakufa 500, wanakufa 100, walikuwa kufa 5, anafariki mmoja. Bado idadi ipo, lakini ukiangalia mafanikio makubwa ni kwa sababu ya miradi ambayo alianzisha kisha kwamba inaokoa mama na mtoto. Hivi karibuni Waziri wa Afya Jenista Mhagama amesema serikali imejipanga ifikapo mwaka 2030 inapunguza vifo vitokanavyo na uzazi hadi chini ya 70 kwa kila vizazi hai 100,000 kutokana na juhudi zinazofanywa na serikali kwa sasa. Waziri wa TAMISEMI Mohamed Mchengerwa anasema katika kuhakikisha vifo vinapunguzwa, serikali haitasita kuchukua hatua kwa muuguzi au daktari atakayesababisha kifo cha mama au mtoto wakati wa kujifungua. Kwenye vituo vya afya kipindi hiki mpaka tunamaliza uchaguzi nisisikie kesi yoyote. Kwa hiyo mna wajibu wa kuhakikisha mnafuatilia. Wale ambao watasababisha madhara, basi hatua za kuwafukuza moja kwa moja zichukuliwe. Za kuwanyang'anya vyeti bila kuchelewa. Yule anayekwenda kusababisha kifo cha mama na mtoto, na sheria zenu ninyi madaktari mnazijua, basi hatua kali zichukuliwe ili taifa letu liendeleze misingi ile ambayo baba wa taifa ametuachia. WHO inasisitiza haja ya kuongeza kasi ya juhudi za kuboresha afya ya mama na mtoto mchanga barani Afrika. Msikilizaji, na sasa ni wasaa wa Duru Uchumi na Biashara. Tunaungana na Amina Semagogwa. Leo katika Duru Uchumi na Biashara ni kwamba serikali imeweka msimamo kuwa mkopo wa 10% katika kundi la vijana itatolewa kwa watu wenye umri wa mwisho wa miaka 45 pekee. Hata hivyo, umri huo ni ongezeko la miaka 10 kutoka kikomo cha awali cha miaka 35, lakini kundi la wanawake halikuwa na ukomo. Kauli hiyo imetolewa bungeni leo jijini Dodoma na naibu waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI Dr. Festo Dugange wakati akijibu swali la mbunge wa Igunga Venanti Protas. Katika swali lake, mbunge huyo alihoji kama serikali haioni haja ya kuongeza umri kwa vijana wa kiume wanaopata mikopo ya halmashauri hadi kufikia miaka 50. Na tutamatishe Duru Uchumi na Biashara kwa kuangazia taarifa nyingine kuwa mbunge wa Mleba Kaskazini kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Charles Mwijage ameipongeza serikali ya awamu ya 6 kwa kujenga misingi mizuri katika ujenzi wa uchumi jumuishi na shindani nchini Tanzania kwa kuhakikisha nchi inakuwa na miundombinu wezeshi na saidizi ikiwemo barabara, reli na viwanja vya ndege. Akitoa maoni yake wakati akichangia hotuba ya bajeti ya waziri mkuu kwa mwaka wa 2025-2026 bungeni jijini Dodoma,
Mwijage ameeleza kuwa kwa sasa nchi imefanikiwa kupata umeme wa kutosha kuweza kuendesha shughuli za uzalishaji na viwanda, swala ambalo pia limeongeza thamani ya maisha ya vijijini na kupunguza uhamiaji mkubwa wa vijana kutoka vijijini kwenda kuishi mijini. Mwijage ameeleza kuwa bajeti ya sasa ni ya kipekee, kwani ndiyo ya mwisho wa mwaka kwenye bajeti ya 15 ya Dira ya Taifa ya mwaka 2025, bajeti ya 5 ya mwisho katika mpango wa 3 wa miaka mitano wenye dhima ya ujenzi wa uchumi shindani na viwanda kwa maendeleo ya watu, akisema wanaokosoa kuwa yapo ambayo hayakutekelezwa kwenye dira ya mwaka 2025 wajaribu kutazama misingi ya miundombinu iliyowekwa na serikali. Ni hayo tu katika Duru Uchumi na Biashara. Mimi ni Amina Deogratias Semagogwa. Naam, na sasa ni wasaa wa Duru Michezoni. Moja kwa moja tunaungana na Marco Pastori. Marco Pastori, leo kuna nini katika wasaa wa Duru Michezoni? Bana, kubwa leo ni mechi ambazo zitachezwa huko barani Ulaya, na itakuwa ni mechi moja tu katika kila nchi, na nikupitishe hapa. Kule Uhispania katika La Liga, Valencia atacheza na Sevilla majira ya saa 4 usiku. Pale Ujerumani katika Bundesliga, Wolfsburg atakuwa akicheza na RB Leipzig majira ya saa 3 dakika 30 usiku. Lakini kule Ufaransa katika Ligue 1 ama Ligue 1, Lens atakuwa akicheza na Reims. Hali kadhalika Italy, Udinese atacheza na AC Milan. Ni hayo tu. Naam, shukrani sana. Na kwa taarifa hiyo katika Duru Michezoni natamatisha makala haya ya Duru Zetu Alasiri kwa siku ya leo. Habari kuu leo hii: serikali imeweka msimamo kwamba mikopo ya asilimia 10 katika kundi la vijana itatolewa kwa watu wenye umri mwisho wa miaka 45 pekee. Jeshi la polisi mkoani Geita limesema litaendelea kuwakamata na kuwarudisha makwao watoto ambao wataonekana kuwepo mtaani na kuzurura mjini. Na mahakama ya juu Kampala nchini Uganda imemnyima dhamana kiongozi wa upinzani Kizza Besigye na mwenzake Haji Lutale. Mwisho wa makala ya Duru Zetu Alasiri. Kwa niaba ya wote waliosikika, niseme asante kwa kuwa nasi, ni kutakia alasiri njema, lakini endelea kusalia nasi mpaka pale 2 kamili usiku wa leo.